Taasisi ya kimataifa ya Uingereza inayoshughulikia na kukuza uhusiano wa kitamaduni na fursa za elimu, British Council, imetangaza rasmi uamuzi wake wa kufunga ofisi zake zote nchini Tanzania, hatua inayowasilisha changamoto kubwa kwa utawala wa Rais Samia Suluhu Hassan. Akizungumza kupitia taarifa rasmi iliyotolewa jijini London nchini Uingereza na kuchapishwa katika vyombo mbalimbali vya habari duniani, mkurugenzi mtendaji wa taasisi hiyo amebainisha kuwa uamuzi huo umetokana na mpango mkubwa wa mageuzi wa kupunguza gharama za uendeshaji kufuatia shinikizo kubwa la kifedha linaloikabili taasisi hiyo duniani. Hatua hii inaacha maswali mengi kuhusu hatua ya uhusiano wa kielimu na kitamaduni kati ya nchi hizi mbili, huku ikionekana kana kwamba kurudi nyuma kwa jitihada za kidiplomasia ya kiutamaduni ambazo zimekuwa nguzo muhimu kwa nchi yetu. Tanzania inakuwa miongoni mwa nchi 7 pekee duniani ambazo zitapoteza uwepo wa ofisi hizo mbinu na muhimu, jambo ambalo linaathiri kwa kiasi kikubwa fursa za masomo na maendeleo ya sanaa kwa vijana wa Kitanzania. Kufungwa kwa ofisi hizi kunakuja baada ya British Council kukabiliwa na changamoto kubwa za kifedha zilizosababishwa na mzigo wa kurejesha mkopo mkubwa ya paundi milioni 197, fedha ambazo ni sawa na shilingi trilioni 694 za Kitanzania. Mkopo huu ulitolewa na serikali ya Uingereza wakati wa mlipuko mkubwa wa virusi vya korona ili kuinusuru taasisi hiyo isife, na sasa inalazimika kufanya mageuzi makali ili kulipa deni hilo. Mbali na Tanzania, nchi nyingine 2 za Afrika zilizokumbwa na rungu hili la kufungiwa ofisi ni pamoja na Botswana pamoja na Msumbiji, huku maeneo mengine duniani yakiwa ni nchi ya Chile, Peru, Croatia pamoja na Trinidad na Tobago. Uamuzi huu unadhihirisha jinsi matatizo ya kiuchumi ya mataifa ya nje yanayoweza kuwa na athari za moja kwa moja kwa washirika wao wa maendeleo katika nchi zinazochipuka kama yetu, hasa katika kipindi hiki ambacho Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa akipigania kuimarisha ushirikiano wa kimataifa na kuvutia uwekezaji. Pamoja na uamuzi huo mgumu wa kufunga ofisi zake za kimwili hapa nchini, British Council imeeleza kuwa itaendelea kutekeleza baadhi ya programu zake za maendeleo kwa njia mbadala na inatarajia kuendelea kupata kiwango kile kile cha ufadhili kutoka kwa serikali ya Uingereza kupitia mpango wa msaada rasmi wa maendeleo. Hata hivyo, wataalamu wa diplomasia wanabainisha kuwa kukosekana kwa ofisi ya huduma hizo nchini kutapunguza kwa kiasi kikubwa ufanisi wa usimamizi wa programu hizo na kunaondoa ule ukaribu wa kiutendaji uliokuwepo hapo awali. Tangu kuanzishwa kwake mwaka wa 1934, taasisi hiyo imekuwa ikifanya kazi ya kukuza ushirikiano wa kimataifa kupitia elimu, lugha ya Kiingereza, sanaa na utamaduni, na kuondoka kwake kunaacha ombwe kubwa katika sekta hizi nyeti nchini Tanzania. Serikali ya awamu ya 6 sasa inalazimika kutafuta washirika mbadala ya kujaza pengo hilo ili kuizuia mdororo wa miradi ya kitamaduni na fursa ya ufadhili wa masomo ya juu kwa vijana. Kuondoka kwa taasisi hii kunatajwa kuwa changamoto kubwa kwa sera ya mambo ya nje ya Rais Samia Suluhu Hassan, kwani inatokea wakati ambapo taifa linafanya jitihada kubwa za kujenga taswira mpya ya kidiplomasia na kuvutia taasisi za kimataifa kuweka kambi nchini. Kwa miaka mingi, British Council imekuwa daraja kuu la kuunganisha wasanii, walimu na wanafunzi wa Kitanzania na mifumo ya kisasa ya kilimo na kitamaduni ya Uingereza, ikisaidia kutoa mafunzo ya lugha ya Kiingereza ambayo ni nyenzo muhimu katika soko la ajira la kimataifa. Kufungwa kwa ofisi hizi hakutapunguza tu fursa hizo, mbali pia kutapunguza ushawishi wa kihistoria ambao taasisi hiyo ilikuwa nayo nchini, huku
ikilazimu wadau wengi wa sanaa na elimu kuanza kujitegemea na kutafuta msaada kutoka kwa mataifa mengine. Hali hii inaleta pigo kwa mipango ya muda mrefu ya wizara inayohusika na elimu pamoja na ile ya sanaa na utamaduni, ambazo zote zimekuwa zikinufaika na uwepo wa taasisi hiyo hapa nchini. Marekebisho hayo ya kimuundo ndani ya British Council yanadhihirisha bayana kuwa changamoto za kiuchumi na kimataifa zinaendelea kulazimisha mataifa yaliyoendelea kubadili mbinu zao za kutoa misaada na kupunguza maeneo ya uwepo wa kijiografia, ingawa taasisi hiyo imeahidi kuendeleza programu za kutumia njia za kidijitali au usimamizi wa mbali. Ukweli unabaki kuwa ufanisi wa utekelezaji utashuka kutokana na changamoto za miundombinu ya teknolojia nchini Tanzania na kukosekana kwa mawasiliano ya ana kwa ana. Rais Samia Suluhu Hassan, anayekabiliwa na jukumu la kuhakikisha huduma za jamii na fursa za maendeleo kwa vijana zinabaki salama, atalazimika kuangalia namna ambavyo taasisi hizo zitakuwa zinafanya kazi kuwepo kwa nchi yao jijini Dar es Salaam. Namna ya hivi, rais vilevile atalazimika sasa kutafuta mafadhili na taasisi zingine za kimataifa ili kujenga uwezo wa kujisimamia na kusimamia masuala hayo, ili kupunguza vilevile utegemezi wa taasisi za kigeni ambazo zinaweza kuondoka wakati wowote kutokana na dharura za kifedha katika nchi zao. Uamuzi huu wa Uingereza kufunga ofisi hizi unamalizia ukurasa mrefu wa ushirikiano wa karibu wa ana kwa ana uliodumu kwa miongo kadhaa hapa nchini. Licha ya hayo, serikali ya Samia Suluhu Hassan pamoja na serikali yake sasa watazidi kujikuna kichwa kuona kwamba taifa la Tanzania limeweza kupata wafadhili wengine ambao wanaweza kuleta mabilioni ya fedha yaliyokuwa yakifadhili sekta muhimu, sekta za elimu, utamaduni na sanaa pamoja na usanii nchini Tanzania ili kuijenga uchumi wa taifa. British Council vilevile imeweka bayana kuwa changamoto za kiuchumi za kimataifa zinaendelea kulazimisha mataifa yaliyoendelea kubadili mbinu zao za kutoa msaada na kupunguza maeneo ya kasi ya kuonekana katika kila taifa. Hili linakuja baada ya taasisi nyingine ya kimataifa kufunga ofisi zake jijini Dar es Salaam na mataifa 18. Pamoja na hayo, taifa la Marekani liko katika mswada na mjadala wa kupunguza mabalozi zake Afrika, likiwemo jiji la Dar es Salaam, na taifa la Tanzania ni miongoni mwa taifa ambazo zitakuwa zinaathirika na uamuzi huu.